Kwa bidii. Kwa mwanangu ananiambia kama kuna manzi anakuja, manzi mwenyewe ni Sofia. Shemeji amekuja. Na akuja hapa akakuulizia. Ila ndio maana umekuta hapa namtoa na mskoti mselekeze. Ila hakuna mbaya, nilimwambia kwamba umeenda kazini. Kwa hiyo hauniamini hata? Okay. Nilifikiria tofauti. Inakuwaje sana unakuja bila taarifa wakati unajua mmoja kuna kazini? Shemeji alinitonya kwamba leo auende kazini kwa hiyo kama nije kusurprise. Kwa bidii hizo za lao hizo. Nataka kunaribia mahusiano yangu ningane sio mwaminifu. Mimi nimesema sijaenda kazini na kwa hiyo unaniambia nimeenda kazini. Sina maana hiyo mwanangu. Na wala sikutoleshi. Mbele. Kipenzi, afu mimi sitaki tushindane. Nataka tukatembea. Wewe basi jiandae dakika 5 afu narudi nyumbani. Mimi siku leo nimekuwa ni mzito sana. Alafu hata sielewi shida nini. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba kama inawezekana, lakini naona siku leo tuailishe, tupange siku ya ratiba tuzeke sawa, tutoke kesho. Ila mimi nilikuwa napendelea sana tungetoka leo. Mimi siku leo hata sielewi, yani najua nimekuwa mzito tu. Vipi, simu yako inapiga bwana? Simu yangu? Naomba nipige maana simu yangu imeshasalia. Ni kwa zimu? Ndio nipige. Jamali, inakuaje? Bomba sasa? Mimi mwanangu najisikia ovyo kinoma leo. Kwa hiyo nadhani sitoingia hapo ofisini. Hamna mwanangu. Najisikia tu ni siko na mood nzuri. Sasa mimi na issue moja hapa. Nisikilize basi kwanza. Wewe ushakuwa mtu alama. Nisikilize sasa. Kuna mchizi jana aliletea pikipiki yake hapa. Pikipiki imezingua gearbox. Lakini tayari nimeshaifungua. Kwa hiyo unachotaka kunisaidia hapo wewe iangalie na damage gani, alafu kama itakuwa fresh malizana nayo. Alafu mchizi akija mimi akinipigia nitakuunganisha naye ili malizane naye tuje tunafanyaje. Hamna mwanangu, wewe najisikia siko sawa tu. Wewe achana mambo hayo, masuala. Wewe nini bwana, niko na shemeji yako bwana, usinivunjie heshima. Wewe fanya basi mazingira hayo. Wewe zingatia hapo, alafu jamaa kisha kuja kulipa mimi nitamwambia kulipe moja kwa moja, tujue unanipoza vipi. Haina noma. Akifika mimi nitakupigia nitampa namba yako. Bwana mama. Vipi? Uko sawa? Niko sawa tu. Kwa hiyo nataka kuingia ndani hata kidogo. Twende.
Wapi tena? Nimetoka kwako sijakukuta, sijui uko wapi. Yaani kadogo napenda kweli kunitafutia matatizo mshikaji wangu. Mimi nilikuwa nimetoka lakini sishakwambia usio unakuja au mnaongoza shule baba. Nitaka nije naongoza nyumbani lakini nimeogopa mama. Yaani hata unavyoniona hii t-shirt nimeiba tu. Wewe nao unajiongeza bwana mshikaji wangu. Haya matatizo ulio kadogo. Wewe unakuja naongoza shule mtaani rafiki yangu. Yaani wewe unakuja na ushahidi. Yaani hiyo kesi unamletea na ushahidi haitaki hata vipingamizi mwanangu. Moja kwa moja mimi hapa nikinikamata mimi naisha. Sasa sikia. Nenda basi kwanza mtaani kabadilishe nguo afu njoo. Basa. Ila nisamee. Next time wewe ujirudie. Usiweke sasa mimi nakusubiria. Nikukute sasa hivi nakuja. Kadogo. Matatizo haya. Wewe siku hizi mnavaa hivyo shule? Shati iko huko kwenye begi ilichafuka hii. Ndio maana nimebadilisha, nibeba kama ziada. Mwanangu, kwa umri uliokuwa nao, ukachafue shati la shule, ukaeke kwenye begi kweli? Hata mwanafunzi wa darasa la 4 hayuko kama wewe. Hivi unajisikia kweli unachoongea wewe? Una mambo yako ya ajabu unayofanya, si ndio Unasingizia shati la shule limechafuka. Wewe mtoto wewe, alaala. Nitakuvunja miguu. Nitakutoa hiyo shingo. Jiangalia mambo yako haya. Unaanza mdogo. Saizi shati la shule, kesho sketi. Wewe endelea. Mtoka. Mwangalie kwanza. Taratibu nao bodaboda. Yaani ukileta mimba ambayo haina baba, binti yangu nitakuvunja. Unanijua vizuri. Nimewalea nyinyi, sitaki kulea wajukuu ambao hawana baba. Sasa umekaa hapa jamani. Twende. Muona sasa. Hapa tayari geto kushakuwa na mazengo kibao. Hatuwezi kwenda hapa. Mambo yashaingiliana. Sema nini? Unasikia sasa? Ngoja nikupange issue ya msingi. Geto mambo yashakuwa mengi. Ila hatuwezi kuwa hizi kama tulivyokubaliana. Mimi nimefikia leo unajua. Tuzetu chini pale bondeni guest kwa Mpemba pale. Guest. Mimi na guest wapi na wapi? Yaani kama ni guest hujanishawishi. Siwezi kwenda guest. Sasa kadogo unaogopa kama geto unaweza kuja na shuleni kwenda guest. Hapana, yaani tambua mimi ni mwanafunzi. Sasa mimi nikifika pale mimi nitaonekanaje? Wewe sikiliza nikwambie, mimi yule Mpemba namuweza. Mimi nishaongea na Mpemba, nishaongea na mwanangu, anajua kabisa kwamba naenda kufanya hapo ni danger. Kwa hiyo mimi nishampanga. Hapa kinachofaa mimi nampigia simu atufungulia geti la nyuma kule. Kule geti la nyuma kule kwanza kuna vichaka kibao kule. Hamna mtu yote anaweza kukuona. Au unaogopa nini? Tukipita huko mbele ndio mimi. Ushafu mimi nafikiri mimi sina akili mpaka nikupeleke sehemu ambayo tunaenda kujichoresha. Hapa mimi nampigia Mpemba simu. Wewe mwanangu mimi ndo nakuja. Tunapita geti la nyuma pale fresh kimya mtu anayaona. Sasa wewe cha kufanya hapa tubadilishane njia tusiongozane. Wewe zunguka njia yapi unajua? Pita pale wapi Michikichini. Pita Michikichini afu shuka na kile kibonde cha chini pale. Mimi unanikuta pale nyuma getini kwa Mpemba, ile geti la nyuma. Zingatia geti la nyuma. Lakini kwa staki, lakini sawa. Mimi naomba tusichelewe. Aswa labda usinikadirie, hapo yanategemea na pulling.
mudi. Wewe unanikadiliaje kwenye swala la muda? Hiyo vitu sio vya kukadiliana hiyo. Kwa hiyo sasa unaniambia masuala ya muda hapo nisichelewe hapo inakuwa uongo. Inategemea na mudi na namna itakavyokuwa. Wewe masuala ya kukadiliana achana nayo. Wewe tu kitakachotokea ndio hicho hicho. Sawa. Kwa hiyo tutaongozana hadi pale. Tukifika pale mimi nitanyoka hivyo utaenda hivi. Tuongozane vipi? Wewe pita huku, michikichini mimi napita njia hapa, tunakutana getini kule kwa Mpemba nyuma. Besa. Ndio ufanye kuondoka basi tukutane. Baridi wahi basi. Njia yako wewe ndio ndefu, mimi njia yangu fupi. Kadogo dogo. Wote kunikadiria babu kwenye masuala ya kule. Wewe vipi rafiki yangu? Sasa hapo kienda kwanza na utafuta kijiti changu. Ha? Shatafuna kijiti dalala deki. Kazi unayo. Samia, afadhali nimekutana nawe. Jana umefanyaje? Mbona hujaja geto? Kufanya nini? Sasa kwa umesahau mipango yetu, tulikubaliana unakuja nyumbani kweli? Hivi wewe nikuulize swali. Unanitaka alafu hauna hela. Sasa unafikiria mimi nitaishije? Sasa maswala ile meingilianaje tena hapa? Toa hela kwanza alafu utapewa. Kama hauna hela basi. Wewe ungekuja kwanza, maswala ile natafutia baadaye afu naweza nikakupa. Hivi nikuulize swali. Mimi nitakula mapenzi yako? Nitavaa mapenzi yako? Haya, kama unaona mapenzi ni mali, baki nayo tuone utafika wapi. Nzuri. Pole. Asante. Vipi? Hujamwona dada yako hapo nje? Dada sijamuona. Lakini mara ya mwisho tumetoka hapa nyumbani, wakati tunaenda shule, njiani akawa amesema tumbo linamuuma, kwa hiyo hawezi kwenda shule, nikamwombea ruhusa, yeye anarudi nyumbani. Haya, sawa. Chakula kipo jikoni na karibu binti yangu. Sawa. Odi. Ashem. Mambo vipi? Poa, za kwako? Shwari, mzima. Mzima. Karibu. Poa vipi? Poa. Poa kabisa.
Sawa. Karibu ndani. Mwanetu. Tai. Bida basi. Bali ndio bwana. Ngoja nichapa. Kipenzi, nilikuwa nakumisi sana, alafu unajua mama ni mkali sana, ndio maana nilikosa muda wa kuja kwako. Sawa, hata usijali. Basi fanya kitu kimoja. Kesho nilikuwa naomba usiende shule, ili tubaki wote nyumbani. Unaonaje? Lakini hakuna cha lakini. Wewe fanya hicho ambacho nimekuambia. Sawa. Basi ngoja mimi nikamtafute dada, maana mama ameniagiza nikamtafute dada, nimekuja hapa. Basi sawa, hamna shida. Ondoa hofu. Sawa. Samia, ulikuwa wapi? Mama akakutafuta, kahangaika na kutafuta mpaka kanituma mimi nikakutafute. Una bonge la kesi huko nyumbani. Yaani hapa mimi mwenyewe nishajua tunatafuta. Sasa sikia. Naomba unisaidie kitu hiki kimoja. Tukifika nyumbani, akikuulizia tu kuhusu mimi, maana yeye anajua nakuamini sana. Akikuulizia tu mwambie mimi nilikuwa kwa Laki. Sasa wewe ulikuwa wapi? Mimi kwa Laki si nimetoka sasa hivi hapa sijakukuta. Acha uongo. Hadi mimi unanidanganya. Si useme tu ulikuwa wapi? Au mdogo wangu tutaongea baadaye. Wewe sasa hivi cha kufanya ni kunisaidia mimi. Kwa akikuulizia tu mimi nilikuwa wapi? Mwambie mimi nilikuwa kwa Laki. Please mdogo wangu usiniangushe. Sawa. Wapi? Na wewe umemtoa wapi? Nimemkuta kwa rafiki yake. Hivi mnaniona mimi mtoto, si ndio? Rafiki yake gani? Laki. Wewe ulikuwa kwa Laki wewe? Nilikuwa kwa Laki. Ulikuwa kuna shida gani kwa Laki? Kuna madaftari yangu nilimpa sasa. Nilisahau kuyachukua juzi. Kwa ndo maana ndio kuyachukua. Wewe unachokitafuta utakipata. Na kwa nini ukitoka uagi? Kwa nini unaondoka kama mwizi? Kwa nini usio naaga? Wakati naondoka ulikuwa huko, ndo maana nikaondoka tu ili niwahi kurudi. Mtokeeni.
Jamani, mchango langu Mwenyezi Mungu nisaidie. Si machango ya wenzangu wanazaaga vipi jamani? Sio changamoto hizi nilizokuwa nazo. Subhana. Shemeji, kwanza kabisa samahani, unajua sinaga utaratibu wa kuwa na kuzungumza na wewe kama hivi. Lakini kuna kitu mimi nahisi hakiko sawa. Na hiki kitu kilijaribu kinyamazia, naona kuna namna kinaweza kuleta tofauti mkubwa sana. Mimi kuna maswali mawili kama sio moja nahitaji kukuuliza. Hivi, jana nyumbani ulikuja mara ngapi? Mara moja. Yeye anamaanisha kwamba jana baada ya mimi kukutana na wewe pale mlangoni, kuna wakati ulikuja ukaondoka ndio ulivyorudi tukakutana pale, au muda ule ulivyokuja ndio ulikuwa na kwanza unakuja? Muda nilokutana mimi na wewe pale ndio muda nilikuwa nafika pale. Unajua sasa hapa shem kuna mchezo unachezeka. Alafu huo mchezo sio. Unajua jana nilimkuta BG mwanaume wako akiwa na mwanamke wangu Sophie. Walikuwa wanatokea ndani. Nilipojaribu kuwauliza majibu yao sikuelewa, lakini walichoniambia kwamba wewe ndio ulikuja na Sophie. Baada ya kufika pale na Sophie, wewe ukamwacha Sophie ukatoka, Sophie akawa anisubiria mimi. Lakini nilipokuwa nitazama macho yao ni watu ambao walikuwa kama wana wasiwasi hawajiamini. Kwa hiyo ilibidi tu nikubaliane na maneno yao waliniambia, lakini sikuridhika na ndio maana nikaamua kukutafuta ili niweze kukuuliza. Sasa unavyoniambia kwamba jana wewe ulikuja mara moja na mara moja yenyewe ndio ile bado tulikutana pale. Hapa nagundua kabisa hapa kuna jambo linafanyika. 100%. Bwana wako anatembea na mwanamke wangu. Asizani. Kwani huna imani nao shem? Nisingeweza kuwa na imani nao kwa namna nilivyowakuta. Na ndio maana nikaamua kuja kukuuliza, lakini tena baada ya kugundua kama wameniongopea, ndio kabisa nathibitisha 100% BG anatembea na Sophie. Sasa hapa tusitafute mzayo ni nani. Kabisa tujue tu namna ya kuweza kulisolve hili. Ni mpango gani huu? Kuna msemo mmoja unasema kama sidini tudani. Yaani unajua mtu akikuosha kulia unamwasha kushoto. Unamaanisha nini sasa? Eshe bwana wewe nini sichokuelewa. Yaani umeona ni sahihi kutembea na mwanamke wangu na hali ya kuwa ukijua kabisa mimi nilikueleza kwa huyo mwanamke nina ndoto naye. Ndio mwanamke mwenye future. Sio hao wengine ambao wanakuja mimi nachapa wanaondoka, lakini mwanamke ambaye anamtengenezea mazingira aweze kunielewa niishi naye. Ila yeye unakuja kutembea naye. Yaani ni kiasi gani umenidharau? Mpaka umwana ushikaji umeweka pembeni na kunichapia mwanamke wangu. Unajua BG mimi nilichogundua wewe umeonyesha kuumia kwa sababu umejua. Mbona mimi nilivyojua niliamua kukausha tu. Au nafikiri mimi nimenuna nini unachukulia ile baridi kwamba unyonge nini fresh. Ngoja nikwambie mwanangu, mimi najua kila kitu unachokifanya. Ya michezo yako ya kindezi yote mimi naijua. Wewe hujamchapa Sophie wewe. Wewe umetembea na Sophie na nimekukuta pale ukifanya kuzuga mimi nilikuwa nishajua nilichofanya mimi ni kukausha na kutafuta njia ya technique za kurudisha. Kwa hiyo mwanangu anaitwa kama tadini tudani. Hapo nimelevel scoreboard. Ni sawa. Umejitetea kwa upande wako, lakini mimi nataka nikushauri kitu kimoja mwanangu. Wanawake ambao tuna ndoto nao, hebu tujaribu kuweka mipaka na tusiwachezee. Ni heshimu mwanamke aliye na ndoto naye, na mimi pia uheshimu mwanamke ambaye nina ndoto naye. Ila hawa vimada wengine ambao tu wanakuja tunachapa wanaondoka nafanyaje? Au tuchape. Hata kama ukichapa kimada changu, sitakuwa na noma kabisa mwanetu. Lakini kwa mwanamke ambaye nina future, hebu tuogopane kidogo mwanetu. Kwa hiyo akili wewe umeanza kuipata baada ya kuchapiwa demu wako ndio umeumia. Kwa hiyo kama umelianzisha baridi, yani mimi mwenzako unavyotaka sawa, hapo mwenzako kumza Kenya Msisi. Mimi nimekuonyesha maksudi ili ujue. Ila kama unataka tunde Kenya Msisi. Baridi. Yaani ukianza mimi namaliza. Sasa sikianza nikwambie kitu kimoja. Mimi nimechapa mara moja. Na yeye nadhani umechapa mara moja. Kwa hiyo sihitaji ujirudie tena hii tabia. Na hata mimi haitajirudia tena tabia hii. Ila naomba tuheshimiane kwenye level kama hizo hapo. Mimi nitakuruhusu
Kile kimada kile ambacho kinasoma kile chapa, na vile vingine chapa. Sitakuuliza maswali wala sitakuingilia. Na mimi vimada vyako nitachapa. Kwa sababu inaniletea shomu. Baridi mwanangu, mimi nimekuelewa. Sema kama kwa bebe yako yule mwanangu. Mimi nimekunjoa ila nitachapa mara ya mwisho.